Meneja wa wakala ya barabara za mijini na vijijini TARURA mkoa wa Morogoro, Mhandisi Emmanuel Ndiamukama, amesema ili kurahisisha huduma usafiri na usafirishaji mkoani hapa kuna uhitaji wa ujenzi wa madaraja ya kudumu 60 hasa maeneo ya vijijini kunakofanyika uzalishaji ambako changamoto inakuwa kubwa pindi zinaponyesha mvua kubwa. Mhandisi Ndiamukama amebainisha hayo akiwa kata ya Mgeta, halmashauri ya wilaya ya Mlimba, kulikofanyika makabidhiano ya mradi wa ujenzi wa daraja la kudumu la Mto Isago lenye urefu wa mita 39 litakalowanufaisha wakazi wa vijiji vinne, litakalojengwa na mkandarasi chini ya usimamizi wa TARURA kwa gharama ya shilingi bilioni 1.7 likitarajiwa kukamilika ifikapo mwezi Agosti 2026. Daraja hili litakuwa na urefu wa mita 39 na litajengwa kwa zege pamoja na vyuma ambavyo serikali imeviagiza kutoka Uingereza. Daraja hili mpaka linakamilika litachukua gharama ya shilingi bilioni 1.7. Kwa hiyo katika mkoa tuna mahitaji ya madaraja kama ya 60. Sasa hivi tumeshajenga 9. Nina imani baada ya kuja kufika 2030 tutakuwa tumeshaunganisha mkoa huu ili uweze kutoa huduma muhimu za usafirishaji hasa mazao ya kilimo pamoja na mazao ya misitu na mazao ya madini. Kwa majina naitwa Mhandisi Albert Karoli, ni mkurugenzi mtendaji wa kampuni inaitwa Engisoft Company Limited, ambaye ndio tumepata kazi ya kujenga daraja la hapa Isago, na kulingana na mkataba wetu kazi hii tutaifanya kwa kipindi cha miezi 8, na kuanzia leo hii ambao ni siku ya makabidhiano, ndani ya siku 14 ndio tutafanya mobilization, kwa maana tutaanza kukusanya mitambo, material na kujenga kempu ili kazi yetu ianze kwa wakati ambao umekusudiwa. Naitwa Dr. Christina Guveti, namwakilisha mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Mlimba katika tukio hili la leo la kupokea mradi wa ujenzi wa daraja la Mto Isago. Linaunganisha zaidi ya vijiji vinne na litakapokwenda kukamilika litakwenda kusaidia kuongeza uchumi kwa wananchi, kwa sababu ni kivuko kikubwa ambacho wananchi wanakitumia katika kufanya shughuli zao mbalimbali. Lakini pia ili waweze kufika katika vituo vya kutolea huduma za afya, mfano kituo cha afya Mgeta pamoja na hospitali ya halmashauri, ni lazima wapite eneo hili. Kwa hiyo litawasaidia pia wananchi kuweza kufikia kwa haraka kwenye vituo vya huduma za afya ili waweze kupata huduma. Katika eneo hili kwa sasa wakazi wake wanalazimika kutumia mitumbwi kufanya shughuli za usafiri na usafirishaji wa mazao yao kufuatia daraja la mito lilokuwa wanalitumia kuvunjika kutokana na mvua kubwa zinazoendelea kunyesha. Kukamilika kwake kunatarajiwa kuimarisha uchumi wao na kuondoa adha wanayopitia sasa. Kwa majina naitwa Samuel Agostino Mwanga, ni mkazi wa kijiji hiki. Sisi changamoto yetu kubwa hapa kama unavyoona hii daraja. Hii daraja ndio kiunganisho kati ya kijiji cha Mgeta na huku Isago. Kwa hiyo sisi wakazi wa huku mahitaji yetu mengi asilimia kubwa natoka nayo huku. Huku ndio mashambani kwetu tunakotoa na mali zetu huku zote. Kwa hiyo changamoto kubwa yetu ndio hii. Na hapa ili mtumbwi sio kama kila mwananchi anaweza akautumia, kwa sababu hapa ni gharama. Kila unavyotoka huku kwenda huku lazima ulipe 500. Kwa hiyo asilimia kubwa wananchi kipato chao ni kidogo, kwa hiyo kukizi mahitaji ya kuvuka hapo kila siku ni changamoto. Kwa jina naitwa Yusta Angolile Mwabwagiro. Tulikuwa wametujengea ya miti hii, haikuchelewa kubomoka. Sasa kusafirisha kwake tuna shida nao, na mazao kuyasafirisha tunazunguka sehemu ambayo ni mbali. Kwa majina naitwa Andrew Ligoa Maganjira, diwani wa kata hii ya Mgeta. Kwa niaba ya wananchi wa kata ya Mgeta, tunamshukuru sana rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini pia daraja hili watu wamekufa sana hapa. Makaburi ya waliozikwa kwa kukamatwa na mamba yapo hapo ng'ambo. Mwandishi, kama ingekuwa tunavuka hapa tungeweza tukayaona makaburi yao. Ili shughuli za kiuchumi ziweze kufanyika kwa vijiji vya huku na vya huku, waweze kusomba mazao yao kiurahisi, lazima hapa patengenezwe. Pakishatengenezwa hapa, uchumi utapanda kwa moja, lakini pia kwa serikali itafanya. Huku kuna mashamba makubwa sana wanalima watu, lakini pia kuna kampuni KPL inalima mashamba sana ya muda mrefu. Kwa hiyo muunganiko wa vijiji hivi, kata hizi mbili unaunganika kupitia hili daraja. Hii kata ya huku ya Mgeta, hii huku kata ya Mchombe, na zote zinategemeana kiuchumi. Kutoka mkoani Morogoro, mimi ni Jackson John.